Ndugu zangu, suala la ardhi nilikuwa nawaambia kutana na wenzetu kule Fumba, nikawaambia katika nchi hii tuna bahati moja nzuri kwamba haya masuala ya utawala sisi hayakuanza jana na juzi, yamekuwa tu yakibadilika. Yalitoka kwa sultani yakaja kwa Mwingereza akachukua, ingawa tukiambiwa kwamba ulikuwa utawala kisultani, lakini utawala ulikuwa wa Kiingereza. Toke 1890 Mwingereza alichukua rasmi nchi, akawa ndio anaendesha rasmi. Sultani akabakishwa kilemba, lakini aliyobakia yote, kwa sababu hata kuweka yule mrithi wa sultani ilikuwa lazima awekwe kwa ridhaa ya Mwingereza. Ndio asili ya mzinga wa Alhamisi kwa wazee wanaojua historia ya nchi hii. Asili yake ilikuwa ni kwamba Mwingereza hakumtaka aliyetaka, alitaka wake, na kuna alipolazimishwa akapambana naye, ndio ikaja huu mzinga wa Alhamisi. Tunafahamiana. Sasa tufikirie kwamba hao Waingereza toka walipoichukua nchi 1890, lilipokuja suala la ardhi, basi pia waliweka utaratibu kuchukua ardhi ya mwananchi. Tunafahamiana. Na sisemi haya kwamba ni hadithi ya kichwani. Walitunga sharia mwaka 1909, sharia namba 18 ya mwaka 1909, wakiita ni sheria ya utaratibu wa kuchukua ardhi. Tumefahamiana. Bahati nzuri juzi katika kupekua nikakiona kitabu cha sharia kilichochapishwa mwaka 1922 ambacho ile sharia imo, na nikatoa kopi vya asubuhi leo baada ya kusali. Bibi hapa kaniuliza kuna nini tena, naona umeshughulika alfajiri hii kutoa kopi. Nikamwambia ndio hii sharia, kopi yake nimeitoa kwenye kitabu kilichochapishwa 1922, miaka 103 iliyopita, lakini ni sharia 1909. Hii sharia ukiitazama, wapo wana sharia wanaweza au kama yupo wa mgeni haji ni mwachie kopi awafahamishe inaeleza utaratibu gani. Ilikuwa inasema serikali ikitaka kuchukua ardhi ama kwa ajili ya kufanya shughuli ya kijamii au kumpa mtu afanye shughuli hata kama ni ya kibiashara, la kwanza inakuja kwenye hilo eneo, inawaita wahusika pamoja na mkuu wa wilaya, kuambia jamani, kuna eneo hapa hili tunataka kulichukua. Mwenye pingamizi anapewa muda akatoa pingamizi. Tunafahamia. Baada ya hapo ndio serikali inaingia ikaweka alama ya hilo eneo inalotaka kulichukua. Halafu watu hawa inamwachia mkuu wa wilaya, anawaita wale wenye haki zao katika ile ardhi. Kila mmoja inapimwa, inafanywa tathmini na mtu aliyekuwa huru. Halafu tathmini ile kila mmoja anaambiwa, bwana, tathmini yake thamani yake itakuwa ni hii, sawa sawa. Aliyekuwa hakubaliani, sharia hii inatoa fursa ya kwenda mahakamani, na mahakama haikai kama mahakama kwamba mnashtakiana. Mahakama inasikiliza hili shauri kama chombo huru tu, kwamba jamani, hapa kweli kwanza hili jambo linataka kweli ni la kijamii. Baada ya hapo ndio inakuja inalipwa fidia na serikali inalichukua rasmi. Jamani, hiyo ni sharia ya kikoloni hivyo, sharia ya kikoloni, na iliweka utaratibu huo. Kwa nini? Kwa sababu
haki ya mtu katika ardhi, jamani, ni sawa sawa, ni roho ya pili. Ardhi ni roho ya pili. Ukimnyang'anya mtu kwenye ardhi, ushamng'oa kwenye pahala alipoota. Huyu kama ni umaskini, ushamtia umaskini wa maisha.